Viongozi wa chama cha Chadema wamekuwa wakijitafuna na kufanya mambo ambayo pengine kwa sasa yanaonekana kuwa ni makubwa na fikra za Watanzania na baadhi ya wananchi kuamini kwamba pengine kunaweza kutokea pigo ama utabiri mkubwa kuweza kutimia ndani ya mwaka 2025. Kwa wale waliweza kumsikiliza Godbless Lema kwa mazungumzo zaidi akiwa anazungumza na vyombo vya habari, lakini wananchi ni kwamba yeye ameshasikia na anasikia na anafahamu kabisa kwamba pengine serikali iko kwenye mipango ya kutaka kummaliza, yani kumtokomeza na kuweza kumuua. Lakini yeye kama yeye kudra zake na kile anachokiamini kwamba anaamini ataendelea kuwepo. Kwa hiyo kama kuna mipango kazi ya yeye kuweza kufa ama mwenyekiti Tundu Antipas Mugwa Lissu kuweza kuuliwa, basi wanachokiamini ni kusimamia haki na kusimamia msimamo wao ule, yani no reform no election, hakuna mabadiliko ya katiba, hakutakuwa na uchaguzi. Kwa hiyo ni swala ambalo sasa hivi limekuwa likiendelea na watu wengi wamekuwa wakiona kwamba isije ikawa kile kilichotabiriwa kwa mwaka mmoja kabla, yani 2024. Kuna baadhi ya watu na baadhi ya vigogo waliweza kutabiri kwamba ndani ya mwaka 2025 basi kuna pigo zito ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na haya maneno yamekuwa yakiwalenga kwa sababu wao wenyewe ndio wamekuwa wakijikoroga na kuzungumza vitu ambavyo mpaka sasa hivi havijaonekana kuwa na uthibitisho, kwa sababu tumeweza kumsikiliza na kuona ile retweet ya Godbless Lema, lakini hajazungumza maneno hayo ameyasikia kwa nani ama uthibitisho huo umetoka wapi. Lakini yeye aliamua kuretweet na kupost kwenye mtandao wake wa Instagram kwa kuweza kuandika kwamba yeye kwa sasa anaamini na anasikia kwamba kuna mipango kazi ya yeye kuweza kuuliwa, lakini hakuweka wazi kwamba je, mpango huo ameweza kuambiwa na nani ama ameweza kuuona wapi. Kwa hiyo ni kauli na yamekuwa ni maneno ambayo yanawavunja moyo wao wenyewe na hata pia wanachama pamoja pia na wananchi ambao wamekuwa kisapoti Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo inawezekana na tukathibitisha kwamba wanaokiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo sio chama pinzani ama viongozi wa serikali katika chama tofauti, bali ni wao wenyewe. Hili ni swala ambalo ukubali ukatae, yani chama cha Chadema wao ndo wanachokiteketeza na wao ndo wanateketeza chama hicho bila ya kujua. Kwa akili ya kawaida unaweza usilielewe na usinielewe nini na maanisha, lakini amini usiamini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinauliwa na viongozi wa chama cha Chadema. Cha msingi tukutane kwenye comment.